Kuna wakati hizi mila zinaharibu sana mpango wa Mungu. Mimi sijaona pale Rebeka alizuiliwa. Tena Rebeka alisema msinicheleweshe. Msinicheleweshe. Mniambie niende kwa mama. Mama akasema tunaomba akae kwetu siku 10. Angalau tumsalimie. Akasema mama tafadhali, maadamu Bwana ameifanikisha njia yangu, acheni niende na mtu huyu. Bwana shukuru sana. Mama zera. Hizi biashara za kufungia watu, mtu wako atoke. Leo sasa nini? Mila za kishamba, karne ya 21, mila za kifaa. Tusiweke pembeni sasa. Tusiweke pembeni. Kwa kitu atoka. Wamejaribu kutoka. Nilikuwa tu mziki ucheze. Wamejaribu masuala ya maisha. Nikiona akili yake inaweza kupata majibu ya masuala ya maisha, nampa mtihani. Hata kama anaenda, nampa mtihani. Sema amen. Sema amen. Niliwaambia tena mambo haya. Sijui mkaja wa baba, mkaja wa mjomba, mkaja wa shangazi, blanketi 3, majengo 6, mkuki mmoja, kuku mweupe, kuku wa mguu 3. Kwani au washaa ya sisi mama. Watu kutoka Mwanza kama hivi, waje na mkuki wa 3, blanketi 6. Basi najaa. Sema siwaambii tumeteka bidii malize. Alafu kuona blanketi wakaniambia leo shamba ni kuonyesha kwenu ni hamna shuka. Haleluya kanisa. Bwana asifiwe sana. Amen. Ukiona ndoto majeni, ujue mwanao anaenda kuwa punda wa kulima. Sema amina kanisa. Hiyo ni wakishia mambo. Amjuani. Sema amina kanisa. Ifike mahali sasa. Ngoja nisome maandiko. Nikisema maandiko. Mathayo 19:3. Mathayo 19:3 nasema. Basi Mafarisayo wakamwendea, wakamjaribu Yesu. Wakimwambia, je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Akajibu akawaambia, hakusoma ya kwamba yeye aliyewaunganisha, yeye aliwaumba mwanzo, aliwaumba mtu mume na mtu mke. Akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana babaye na mamaye. Ndio babaye. Yaani unajua hakuna mtu mkubwa kwenye familia kama baba mama. Kwa hiyo ikitaja mama, hao wengine wote wanapata sifa ya kuwa kwenye ndoa. Na maana kwenye kitabu cha Biblia pale 4 ile kwa sababu 4 inasema ndoa ni heshima na watu wote. Maana mama aliheshimu ndoa, baba aliheshimu ndoa, dada aliheshimu kaka aliheshimu ndoa. Sawa bila kanisa. Sasa nini aliomba mwanzo? Hakusoma Endelea kusoma. Amina. Ndio. Akasema kwa sababu hiyo mtu ataacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Alafu anasema hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliwaunganisha Mungu, mwanadamu asijaribu kuwatenganisha. Wakamwambia, jinsi gani basi Musa aliamuru hati ya talaka na kumwacha? Akawaambia, Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa kuwaacha wake zenu. Sema wote, Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Kuna mkaja wa Biblia unaandika kwenye Biblia. Twende pamoja msaidie. Tangu mwanzo Biblia imeandika ng'ombe 7. Tangu mwanzo mafungu yalikuwa blanketi. Umesikia jamani kama blanketi anapeleka mzee Labani alipeleka blanketi. Haya mambo mnatoa wapi? Na ndio maana kuna kitu kimoja, kuna tofauti kubwa kati ya mila na neno la Mungu. Wakati mwingine mila zinajaribu kukinzana na ukweli wa neno la Mungu. Na hizi mila wakati mwingine zinafika mahali zinaingilia mpaka kwenye madhabahu ya Mungu. Haleluya kanisa. Bwana asifiwe sana. Naendelea kusema Mungu. Lakini tunaposoma tangu mwanzo, chochote ambacho tunakifanya chini ya jua kiliandikwa huko ndani. Habari ya kuoa na kuolewa kuliandikwa huko ndani. Habari ya kutoa kutoka kwa wazazi
kimeandikwa huko ndani. Lakini makabila yakaamua kupanga utaratibu wao. Sio vibaya, lakini unafika mahali utaratibu unakuwa sheria na unawatesa wengine, inakuwa ni tatizo kwenye maisha ya ndoa. Sema amina kanisa. Haleluya kanisa. Ndio na Bwana anatupesa. Nenda katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 7 mstari wa 8. Mtoto hakuna shangazi, hakuna mjomba, hakuna binamu anayeweza kutenganisha ndoa hii. Sema mimi kabisa. Na ndio maana hakuna mtu shangazi yako anaweza kutenganisha ndoa. Mungu anampa mamlaka hayo mtumishi wa Mungu kuifundisha ndoa. Sema mimi kabisa. Sasa hapa na waagizo msiachane, mke asimuache mumewe na mume naye asimuache mkewe. Sasa twende pamoja. Utaona kitu wanazungumza. Anasema hivi. Amina. Ndio. Lakini ikiwa ameachana naye na hataye asiolewe. Unasikia? Anasema kama unaamua kuachana Biblia baada ya ndoa leo. Ndio kama unaamua kuachana Biblia, basi unatakiwa kuishi usioe na huyu binti asiolewe. Anasema au apatane na mumewe. Kigombana kabisa. Mkiona mmeshiriana, imefika mahali kugombana, ukiona mwili wako na wao tamatena, mkapatana, mkayajenge, mkazungumze, mkarudiane pamoja. Lakini watu wengine nawaambia nini? Wala si Bwana. Ya kwamba iwapo ndugu mmoja ana mke asiamini. Una ndugu asiamini. Ndio. Anasema anakubali na wewe kwa maneno kasali na kuchacha. Kama Mungu, omba mama, omba tu. Anasema huyo mtu wasiachane. Wasiri. Kama agaka mnako mjui Mungu, lakini anakuruhusu kwa masuala ya Mungu. Anasema na ninyi pia msifanyaje? Msiachane. Amina. Ndio. Na mke huyu anakubali kukaa naye. Asimwache. Ndio. Na aondoke. Hapo huyo ndugu mume au ndugu mke afundike. Sasa nisikilize wote. Umeelewa sababu? Sababu pekee ya Biblia inatupa kumwacha mke au sababu pekee inatupa kumwacha mume. Kwa mujibu wa mstari huu inasema somo sote kwa hizi darasa. Isipokuwa Tarudia mstari wa 15. Naomba nyinyi wana msikilize sababu hiyo. Hiyo ni sababu ya msingi ya mtu kuondoka kwenye ndoa na kuolewa na mtu mwingine au kuoa mtu mwingine. Sababu hiyo ni hii. Nataka hapa nasema. Lakini yule asiamini kama mke wako hataki kukubaliana na wewe kwenye kazi, kwa mfano leo mtu unaingia kwenye utumishi, ashikie wewe na wewe wote mmekuwa wachungaji, mmekuwa mnasoma wachungaji, maana sio kama wewe unatoka kwenye utumishi. Baba anasema sisi kutumikia Mungu, nataka mtaka hapo kutumikia Mungu. Mke aliyemwoa anasema mimi sitaki wewe mchungaji, kama unakuwa mchungaji ninaacha kuuza baa. Huyu mume hafundiki, anaruhusiwa kuoa mke mwingine kwa sababu mke amekataa kutembea na kusudi la Mungu kupitia mume. Kadhalika mume ni vile, lakini sababu zingine zozote. Mke wangu mchoyo, nikamfundisha ukarimu. Mke wangu alipika ubwabwa, kanunua ubwabwa, pika wewe. Na kama wewe hujui utakuta dada yako, dada anasalimu kama pika ubwabwa. Kama dada yuko mbali atamtafute jirani. Mabili jana wanifundishie mke wangu pika pilau, hadi pika pilau. Kama alifua nguo, hiyo sababu ya maisha mke katafuta kwa mama mchungaji anaona sasa mwanangu hajifua nini nguo. Sema mimi anaweza. Wewe baba mume wako bila mwacha anuka mdomo, apige mswaki. Anunue mswaki mwambie baba yoyo. Ndio kupige mswaki. Msukue neno. Na mimi anamapeketa kila usiku ananipangua amka asubuhi kwa shamba mzee. Anza kusugua pekete wala ya mume wako na wewe amani katika. Amina. Basi bwana kumwambia wewe unanuka ulikula mkosili mbaya. Wale wewe kama ulikubali ngoja mimi nanuka. Sasa kama ulikuwa umejificha ndio umelikuta ndani ndio maana nini sasa? Ndio lazima ndio hiyo. Hiyo sasa unastahili kumwacha mke aliye pale akiwa ndugu zangu hawakaribu. Kwanza ngoja nikueleze kitu cha kiroho sana. Kitu cha kiroho ambacho cha mwili cha msingi na wanaroho pia msikilize. Mke sio mali ya ukoo. Na mke sio mali ya ukoo. Haujaolewa kwa ajili ya ukoo wa kina nani? Suleiman wote. Na kimsingi
halipo mwanamke aliwahi kukidhi mahitaji ya ukoo anaolewa, wote wakasema hakika huyu ni mwanamke aliolewa. Yuko hata mama yako mtu mwenyewe kimuuliza kwa leo kwa mzee Sulemani, kuna watu wanasema ni wamoelewa, msaidia wamoelewa, lakini mama na mama tuliko hapa. Kwa hiyo kuna mazingira ya tukubaliane. Kitu cha muhimu ambacho wanandoa wanapaswa kukijua. Na hiyo ndio msingi mnapaswa kukijua. Ninyi wawili mnapaswa kuwa kitu hiki. Kwa mfano, inaweza ikatokea ndoto akamwona mke wake ni karibu. Anaeleza. Dada akamwona shughuli yake sio mkaribu. Hili sio tatizo moja ndoa. Kwa sababu mke yule hakuolewa na aliolewa. Kama ndoto mahitaji yake yanatimizwa, ndoto amefanikiwa kupata mke. Ni sawa sasa? Ni sawa sasa? Tukubaliane katika haya. Kwa sababu wakati mwingine kwenye ndoa unategemea kwa malaika pekee anaweza kuifurahisha familia nzima kwa wewe. Lakini binadamu wa kawaida. Tuanze tu hapa. Mimi nawajua wanawake. Katika mtumishi wangu nimelea wanawake. Huwezi kuweka hawa wawili hata kama ni marafiki, chumba kimoja, ndani ya wiki moja tu utasikia shida inaanza. Shida inaanza. Na moja ya mambo huwa nawaambia watu wa ndoa, katika maisha yako kama hakuna ulazima wa kukaa na mwanamke, wa kukaa na dada na wiki, kama hakuna ulazima wowote, narudia tena, ni heri hao wawili wakae nyumbani kwao. Hapa siongelea upande mmoja. Yaani kama hakuna ulazima wa ndugu, nafsi ulazima, kuna mazingira yako nje kabisa. Kwa mfano, inatokea kwenye familia, pengine unaoa mwanamke ambaye baba yake na mama yake alishafariki, na huyu leo anayemuoa ndio alikuwa anakaa na mdogo wake wa mwisho mdogo, hana namna nyingine na hana mtu wa kumpokea. Lakini unakuta mtu mama yake yupo nyumbani, wapo wanamimba tu kwa pale nyumbani, umeoa tu, shangazi, dada, mdogo wake wanahamia hapo. Nisikilize kwa makini, ni kuzalisha, sijasema watu wabaya, ni kuzalisha migogoro isiyo ya lazima. Mimi nimwambia mke wangu, mimi hapa sio nyinyi, mimi nimwambia mke wangu, baba yako wala mama yako hata kama ni nyumba yako, never come, haitawahi kutokea. Wakija waje wanisalimie, wana mwezi mmoja wanisalimie, baba mke shikamoo, kwa sababu nataka nitambe na mke wangu nyumbani, nimbusu sebuleni sometime, nimwambie baby, hani naomba mkameta chai, hani naomba maziwa. Sasa mama mke amekaa hapo toka tarehe 1 mwezi wa kwanza mpaka Desemba mwaka huu. Wewe unatoka hapo tena? Unatoka hapo tena? Mimi nilimpa msimamo wangu mke wangu. Nilimwambia mama, siko baya, kwa wema kabisa. Mama wako nampenda, baba wako nampenda, ila waje wanisalimie. Mama wangu nampenda, lakini aje nisalimie. Ninawapenda, nawazia mema. Na nawapenda kweli. Na hata siku za sikukuu huwa nikiamua kuwasaidia, mimi kwenye siku za sikukuu nikiamua kufanya kitu kwa wazazi wangu, sifanyaji kwetu, nafanyaga kwetu. Na nikiona bajeti imegoma na goma kote. na goma kote. Kwa mfano, Pasaka ya mwaka huu imegoma kote. Sijapeleka na kote. Nimekula mwenyewe siku kwa watu wangu. Mimi na mke wangu na watoto wangu. Christmas nikamwambia hii peleka Singida, hii peleka kwetu. Sasa naishi hivi ili kuweza kuishi maisha ya amani. Wakati mwingine kwenye ndoa matatizo yanaonekana pale ambapo mmoja anaona familia yake ni bora kuliko mwingine. Unamwona mwenzako kama hakuzaliwa na wazazi, ila wewe ndio una wazazi. Nataka nikwambie, kama unawapenda wazazi wako na huyu ndiye mwako unawapenda wazazi wako, jiepushe kufanya vitu kwenye upande mmoja. Kwa nia njema, wote ninyi mna wazazi, mna familia. Kama mnahitaji kusaidia, muwe na uwiano ulio sawa sawa. Ni sawa. Na wasaidia wengine. Haleluya kanisa. Bwana asifiwe sana. Nimesema kama kuna lazima, hakuna sababu ya kukaribisha familia kwenye ndoa yako itakayoingiza virus. Ni mara chache nimewahi kuona ndoa wanazoishi, wanandoa na mama zao, wanandoa na babu zao, wanandoa na wifi zao zikawa salama. Na ukiona ndoa hiyo iko salama, ujue mwanaume yuko na power, yani amewashinda ndugu zake, amewashinda nani? Lakini walio wanaume wengi hawako na power, hawana nguvu juu ya familia zao. Mpe Yesu makofi ya utukufu kama nasikia. Kwa hiyo ningependa kuwapa ushauri huu. Ni wa kiroho kabisa.
Wakati naambia mke wangu maneno akaniuliza, ikitokea je, wameumwa wazee, wamezeeka kabisa, wakongwe wamezeeka kabisa, kwa hiyo tutafanyaje? Nilimwambia hivi. Nikamwambia niko tayari, nitafute mtu nimlipe afanye kazi ya kuhudumia wazee, lakini sitaki mwanangu. Haleluya. Hivyo tu niko tayari, kama sita nikuhudumiwa, nitafute mtu atakayenilipa kwa gharama, awalee wazee, wamalize uzee wao kwa amani, na mimi niishi kwa nini? Amani. Sio jamani? Amina. Na mwanangu nilikuwa nadhani wakati wazee wanaumwa, wakaanza kumwa wazee. Huyu babake anaumwa, sinamu anakuja hapa. Ameumwa kuja meparalysis, amejisaidia hapa. Unamwona babako umpendi. Kama mtu kaondoka leo marafiki mwingine, asikilize babako. Migodi inaziada pale. Wewe nataka nitoe ushauri wangu bure ambao utawasaidia si tu hawa wanafunga ndoa, hata mimi ninafunga ndoa kwa wema kabisa. Ila kama unaona ushauri wangu haufai, hauna maana, hauna msingi, fanya hicho ambacho nakwambia. Ila kuna siku utanikumbuka, utakumbuka nilisema ni kitu cha muhimu wakati mwingine wao. Unafikiri Biblia ilikuwa ina akili? Mungu alikuwa mbaya aliposema mtu ataacha wazazi wake. Hakusema mtu ataondoka na wazazi wake mahali kwao. Akasema mtu ataacha wazazi wake, ataacha baba yake. Baba yake anataka waache mahali fulani, ili muende mahali fulani. Alafu mkaanze na maisha mengine. Ndio tafsiri ya kiroho ya haya maneno. Sema amina kanisa. Kwa hiyo kwa mujibu wa Biblia, tunasema ndaacha mke, ndaacha mume ni kwa sababu moja tu. Huyu mtu amekataa kutumikia kusudi la Mungu. Haleluya. Wangapi mnaelewa sasa? Mwisho kabisa wa Efeso sura ya 5 ni wakumbusha majukumu muhimu ya mwanamke na majukumu muhimu ya mwanamke. Mwanaume na mwanamke, kitabu cha Efeso sura ya 5. Ninasoma kwa haraka.